Je, Gen Z wa Kenya wameamua kufichua kila kitu au kuna kitu kikubwa kinafichwa kutoka kwa wananchi? Kwa sababu sasa hivi sio tu maandamano, sio tu kelele za mitandaoni, bali kuna madai ya utekaji, ufuatiliaji na hata mipango ya kuzima sauti za vijana. Na kilichoanza kama harakati ya kudai haki kinaanza kubadilika kuwa hadithi ya hofu, ujasiri na ukweli ambao haujawahi kusemwa wazi. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutaunganisha vipande vyote, video baada ya video, ili uone picha kamili ya kinachoendelea Kenya. Kwanza kabisa, hii ndio video iliyoanza kuwashangaza wengi. Msichana mmoja kutoka Changamwe, Mombasa, eneo ambalo linajulikana kama Industrial Hub, aliamua kusimama mbele ya viongozi na kuuliza swali ambalo vijana wengi wangeogopa kuuliza. Alisema wazi ya kwamba kama Changamwe ni eneo la viwanda, mbona kazi zinapelekwa kwa watu kutoka mbali na sisi wa hapa tunabaki bila ajira? Haya sio malalamiko ya mtu mmoja tu. Hii ni sauti ya maelfu ya vijana wanaohisi kuachwa nyuma. Salamu alaikum. Haya, bismillah. Mheshimiwa Gavana, ili swali lenda kwa wanachangamwe wote. Kwanza, kutoka kwa Mheshimiwa Omar Mwinyi ofisini mpaka kwa fire ni 10 steps. Kama kuna kijana yafanya fire, enua mkono. Kutoka kwa ofisi ya Omar Mwinyi mpaka Kengen ni shilingi 20. Kama kuna kijana yafanya Kengen, enua mkono. Kutoka ofisi ya Omar Mwinyi mpaka poti ni 20 bob. Kama kuna kijana hapa yafanya poti, enua mkono. Kutoka kwa Omar Mwinyi ofisini mpaka airport ni 30 bob na matatu. Kama kuna kijana yafanya hata usafi airport, enua mkono. Kutoka kwa ofisi ya mheshimiwa mpaka Kensalt ni shilingi 30. Kama kuna kijana yafanya Kensalt, enua mkono. Kutoka kwa ofisi ya Omar Mwinyi, kutoka kwa ofisi ya Omar Mwinyi pale ofisini, kutoka hapo mpaka Makadara hospitali ndogo ni bure ama wenda na shilingi ama 50. Kama kuna kijana yafanya Makadara hata usafi, enua mkono. Mheshimiwa, Changamwe is an industrial area, but mark my words, none of us akona kazi. Mimi niko nyumbani mheshimiwa, unaona nimechomeka, sisimami, just sitting at home. Can you employ us? Wacha mheshimiwa niongea nikutetee, manake tutaki tukubwagie lawama. Gavana, twaomba kazi. Gavana, twaomba kazi. Changamwe oye! Changamwe oye! Ameongea majaongea! Ameongea majaongea! Haya. Lakini mambo ya kuishia hapo tu. Video nyingine ilianza kusambaa. Msichana mwingine Gen Z akiwa na hasira na hofu kwa wakati mmoja alikuwa analalamika kuhusu kupotea kwa kiongozi wa bunge la mwananchi Githurai. Swali lake lilikuwa rahisi lakini zito sana, ya kwamba kama ametekwa na polisi, basi tuelezwe amepelekwa kituo gani cha polisi, kwa nini na nani alitoa amri. Hapa ndipo hadithi inaanza kubadilika kabisa, kutoka kwa mada ya ajira hadi mada ya uhuru na haki za msingi. Masaa ya saa 5:30 Date 25 April wameteka nyara president wa bunge la mwananchi Githurai, kwa majina anaitwa Wanjohi. Ametekwa nyara masaa ya saa 5:30. Sasa tunajua mnapenda sana kuteka watu nyara, tunajua mnapenda kusema kwamba amekamatwa. Sasa kama mmemkamata na polisi, kama amekamatwa na askari polisi, tuambie ako kituo gani, ameshtakiwa kwa nani, kwa nini, na mwenye kumshtaki ni nani. Otherwise kitu yenye mmefanya mmemteka nyara, because tell me why you've been following him the whole day. Now at night when you think we are asleep, now you have gone and abducted him. Subaru 8. Na vile mafuta, bei ya mafuta iko juu, nyinyi mnatumia Subaru 8 kwenda kutafuta mtu mmoja. Why? Because he's doing civic education? Really? No, free mbana. Chiliwe. By the way guys, spread this video, create awareness that Wanjohi, president bunge la mwananchi Githurai, has been abducted. Yes? Na wakati wananchi bado wanajaribu kuelewa kilichotokea, video nyingine ikatokea, na hii iliwatisha wengi zaidi. Vijana kadhaa Gen Z walijirekodi wakifuatilia gari ambalo walihisi linawafuatilia wao pia. Swali linaibuka, je, hii ni coincidence au kuna watu wanachunguzwa na kufuatiliwa kimya kimya? Manake kwa mara ya kwanza kabisa vijana wanaanza kuhisi labda hawako salama kama walivyodhani. Hello guys, look at this vehicle. Imetufuata all the way from that location yenye tumeenda kuangalia comrades wetu. The number plate is KCQ 840G. Lexus.
Ametufuata tukaingia petrol station alafu akatoka. Nata haendi speed. PCQ. Acha nitumie hivi. Bede unajua tunaweza mfuata hivi, uone tu vile kwa aimless. Bede tumfuate mpaka mwisho wa dunia. Kuna mafuta? Nada. Nipana. Toka kwa hiyo penye katikati. Yes, unajua kwa pia anakuona. Bado pia anakuona. Vehicle limetutrail tukajifanya tunaingia petrol station. Sio una notice. Ako uncomfortable sana. Nani mpya na ni KCQ 840G. Bede umeandika namba plate chini. Andika ni mahali. Kuna image, kuna video. Andika tu pia chini text kabisa. Alafu hizi information tunagaga share na mtu ndio in case something bad happens to all of us. Nipana share na menya. Kuna text na WhatsApp. Share na menya pia KCQ 840G. Black. Hata usiseme the. Haya. Nakwambia make. Twende. 840G. Aha. 840G. Yeah. Bana huyu jamaa anaendesha smooth. Alafu ako aimless. Hakuna place anaenda bede, unajua hivyo? Hakuna place. Kameshika tu break. Hapo haezi kwa wengine wamfuata. Shida ni hiyo. Shida ata call backup. Call backup kabisa. Hata pia anajiandaa hizi muhuri pia zimekata kusidi. Anaweza jaribu kututrap pia sisi. Aingie pahali aone venye. Sasa tushajua. Unajua wanafanyanga hivyo kama ujui. Imagine kwa gari zote ni yeye ameshika tu break. Anahepea TRM. Anahepea TRM. Ndio unaona sasa yana speed off. Ngoja tucheza chini kwanza. Cheza tu chini. Kama tuingie naye, akiingia TRM tuingie naye. Mwache aende. Obvious. Sai kama ni communication, there ni communication. Usimfuate huko. Shaishie tu usimfuate. Tuende tu, si kama hakuwa anaenda TRM atatokea. Unajua, unaona hiyo gari venye hii namba plate KCQ sijui kwani nafili kwa familia sana. 840G. Na nikalia zile magari zilichukua Morara siku moja. Hizo ni kwa na flex. Hawezi hiyo plate ikikuwa hivyo. Wanaidispose. Unapata wanachukuanga, umeona hizo magari zinapata accidents nini zikirusha huko. Wanatumianga hizo. Sometimes. Lazima tuweze kupata zima ni kubaya. Zima huko pia ni another murdering squad. Sasa ndio anataka kututrap tuingie huko. Zima hapana. Zima hiyo nayo. Acha tu sasa it's been real. Zima boss. Mshajua plate number. Lakini mambo yanapofika hapa, siasa pia zinaanza kuingia rasmi. Video ya mbunge Kimani Ichung'wah ilianza kuhusishwa na tukio la kutekwa kwa Wanjohi, ambaye ni kiongozi wa bunge la mwananchi kule Githurai. Wakenya wengi mitandaoni wakaanza kuuliza, je, hii ilikuwa framing ili kumtaja kama goon kisha akamatwe? Haya sasa si madai madogo, haya ni madai ya moja kwa moja kugusa viongozi wa juu kabisa. Kikuyu is part and parcel of Kenya. We welcome everybody to our constituency to engage with the people of Kikuyu. What we oppose is you ferrying goons from Githurai, from Kayole, to come and loot businesses in Kikuyu town. That we will make sure that the police protect
the businesses of the people of Kikuyu. Otherwise, if all you want to come is come and mention Kimani Ichung'wah as another 100 times, welcome. You will come, insult me, then leave. But that will not change anything with the people of Kikuyu, Honorable Speaker. Time up. Just like yesterday, Honorable Speaker, you know the goons who had been mobilized from Kiamaina in Nyahururu, some from Kayole and Githurai, left in buses. Honorable Faith was telling me some were being paid around Pembroke House. Honorable Speaker, let me say, you have a duty to protect the dignity of this House, and we also have a duty as a House to protect the person of the Speaker of the House. Because it is on record, Honorable Speaker, you have never allowed any substantive motion, neither allowed the discussion of a person who is protected by these standing orders, because they are very clear. So may he be informed, Honorable Speaker, and keep his goons away from you. Na kama hiyo haitoshi, mwanaharakati Wanjira Wanjiru akaongeza mafuta kwenye moto. Alisema kitu ambacho kiliwaacha wengi midomo wazi, ya kwamba kuna watu wanalipwa kuja kuvuruga wanaharakati, na kama hii ni kweli, basi tunazungumzia mfumo mzima unaojaribu kudhibiti sauti za vijana. Hi guys, I'm just coming from an interview, Daybreak, and I'm very sad. Kavi milipa wase, wakamu attack activism, attack wase wanna speak for the people, as are being paid to push stupid narratives on TV. Yeah, hi. And it's very sad that unaweza uza nchi yako for a few pennies. Watu wako na akili bana. Ukiunganisha hizi video zote unaona picha moja kubwa sana ya kwamba vijana wanadai ajira, wanaanza kuuliza maswali, kisha watu wanaanza kupotea, hofu ya ufuatiliaji inaingia, na mwisho madai ya mfumo kupinga wanaharakati. Sasa swali ni hili: je, Gen Z wa Kenya wanapigania haki zao kwa ujasiri au wanaingia kwenye mchezo hatari zaidi kuliko wanavyofikiria? Na wewe unasemaje? Hizi ni coincidence tu au kuna kitu kikubwa kinafichwa? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.